Uhai Media. Ulipo tupo, twende pamoja. Machi 5 mwaka huu, waamini wa Kikristo duniani kote walianza kipindi cha mfungo wa siku 40 kinachojulikana kama Kwaresma. Kipindi hiki ni maandalizi ya sikukuu ya Pasaka, huku kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis akitolea wito kwa waumini kuwaombea viongozi wao. Kwaresma utanguliwa na tukio la kupakwa majivu katika paji la uso siku ya Jumatano ambayo huitwa Jumatano ya Majivu, huku Wakristo wengi wakitarajia kuongeza juhudi katika kutenda matendo mema, ikiwemo kutoa sadaka kwa watu wenye uhitaji. Kulingana na maandiko matakatifu ya Biblia, Wakristo wanahimizwa kumrudia Bwana kwa mioyo yao yote, kwa kufunga, kulia na kuomboleza kutokana na maovu yanayotendeka duniani, ili Mungu aweze kuachilia msamaha wa dhambi. Tukio la kupakwa majivu kwenye paji la uso ni ishara majuto, kukumbuka kwamba mwanadamu ni mavumbi na atarudi mavumbi, kama anavyosema paroko wa parokia Mwanjelwa, Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, Rauliani Mwambala. Tunaanza na majivu, Jumatano ya Majivu, ndipo tunapakwa majivu. Hivi Jumatano ya Majivu ni kipindi au ni mlango wa safari yetu ya kiroho. Ni siku ya kupakwa majivu kadiri ya imani yetu wa Katoliki. Tunapakwa majivu kama ishara ya unyenyekevu na utayari wa kufanya toba, mapinduzi ya ndani, yani metanoia. Ishara ya mwanadamu kuwa ni mavumbi. Pia majivu yanatukumbusha kuwa sisi, maisha yetu hapa duniani ni ya kupita. Hivi majivu pia ni ishara ya mwanzo mpya, upya wa maisha ya kiroho, upya katika mahusiano kati yetu wenyewe kama wanadamu, zaidi upya katika imani, kwamba tunakumbushwa tuamke katika imani. Hivi majivu ni kipindi cha mwanzo cha Kwaresma ambapo tunanogeshwa na kauli mbiu ya Baba Mtakatifu mwenyewe Francisco inayosema tutembee kwa pamoja katika matumaini. Siku ya Jumatano ya Majivu, sisi wa Kristo kadiri ya imani yetu Katoliki tunakumbushwa mambo mengi ambayo ni mwongozo kwetu. Kwanza, kufanya uchunguzi wa ndani, ndio maana Nabii Yoeli anasema tulalue mioyo yetu. Pia kutenda matendo mema na ya huruma. Hivi kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kutenda mema, kipindi cha kuwasaidia wenzetu. Haya tunayasoma pia katika Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 48 na kuendelea. Somo la Injili tunalipata mwanzoni kabisa tunapoanza kipindi cha Kwaresma, ambayo ni siku ya Jumatano ya Majivu, linatukumbusha na linatoa muhtasari namna gani tuweze kufanya mfungo. Kwamba mfungo huo tusali, tufanye toba, na haya yote tuyafanye si kwa kuwafurahisha wanadamu, bali kwa kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, Kwaresma ni kipindi ambacho kanisa limekiweka kwa maandalizi, na ni kipindi cha siku 40 za kufanya tafakari. Katika kipindi hiki watu hujitoa kwa matendo mema, kuachiliwa kwa msamaha na kutafuta majibu ya matatizo ambayo yameshindwa kupatikana katika hali ya kawaida ya mwanadamu. Lakini je, kwa nini siku za mfungo Kwaresma ni zaidi ya 40, tofauti kabisa na kile kinachoelezwa? Yesu alifunga siku 40 na sisi tumepewa siku 40 hizo. Unapozihesabu kwa kawaida unaona zinakuwa zaidi ya 40. Lakini kwa sababu mama kanisa ameziondoa siku za Jumapili, hizi zinahesabiwa kama Pasaka ndogo. Hivyo ameziondoa hizo, zikabaki siku zingine za juma, ndizo zinatimia kuanzia Jumatano ya Majivu hadi siku ya Pasaka, ni siku 40 za mfungo. Waamini wanafunga kweli siku 40, lakini kwani fumbo kuu la Pasaka ni nini hasa, na uanza wakati gani? Kabla ya Pasaka yenyewe tuna siku kuu 3 ambazo zinatukaribisha
kuingia kabisa katika mateso. Kwanza siku ya Alhamisi Kuu. Hii siku ya Alhamisi Kuu ni sikukuu yetu sisi wa Kristo inayoadhimishwa Alhamisi Kuu jioni, siku ya karamu ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo na mitume wake, alipokuwa anawaga mitume wake. Kabla hajatiwa mikononi mwa wanyang'anyi, alikaa nao na kula nao karamu ya mwisho. Fumbo kuu la Pasaka tunaloadhimisha linaanza rasmi na adhimisho la karamu ya mwisho, Yesu anapokula chakula na mitume wake 12, muda mfupi kabla ya kukamatwa, kuteswa, kusulubiwa na kufa kwake msalabani. Kumbe Alhamisi Kuu ni siku inapoanza Pasaka ya Kikristo. Alhamisi Kuu ni siku ambapo Yesu anatufundisha kwa matendo namna gani kiongozi anatakiwa na anapaswa kuwa, yaani kuwatumikia wale wanaoongoza. Aliyafanya hayo kwa kuwaosha mitume wake miguu kama ishara ya unyenyekevu. Alhamisi Kuu ni kati ya siku 3 muhimu katika kanisa na katika liturujia ya Kanisa Katoliki, kwa sababu siku ya Alhamisi Kuu hii tunaadhimisha mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, kanisa linaadhimisha kuwekwa kwa sakramenti ya daraja takatifu, yani upadre. Pia linaadhimisha kwa sakramenti, kuwekwa kwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Na pia siku hiyo Alhamisi Kuu Bwana wetu Yesu Kristo aliweka amri ya mapendo. Na kwa nini aliweka amri ya mapendo? Kwa sababu tunajua upendo ndio unaovumilia yote, utakabali yote, waamini yote. Upendo ndio kiini. Hata tunaposoma waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 13 mstari wa 4 hadi wa 8, anatabanaisha hayo kwamba upendo huvumilia yote, upendo hausudu, upendo hauhesabu makosa. Ndugu zangu, siku hiyo aliweka upadre kwa sababu tunavyojua Yesu alichagua mitume. Hivi mwendelezo wa hao mitume ni mapadre, maaskofu, mapadre. Padre kama tunavyojua tunaposoma waraka wa Waebrania sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 4, padre ni mwanadamu aliyewekwa kati ya watu kwa mambo yanayomhusu Mungu. Hivi padre ni Kristo mwingine. Hivi Yesu anapoweka sakramenti ya daraja takatifu anamwacha padre kama ni yeye mwenyewe. Hivi padre ni kuhani, ni nabii na ni mfalme. Padre ni mwezeshaji na mtangulizi wa mambo ya imani. Ndiye anayetubatiza. Padre ndiye anayetuungamisha, anatuondolea dhambi pale tunapokuwa tumeanguka. Hivyo basi, kwa ufupi, Yesu aliweka sakramenti ya daraja takatifu ili utume wake uendelee. Siku ya Alhamisi Kuu hiyo aliweka pia Ekaristi Takatifu kama ishara ya uwepo wake kati yetu. Hivi Yesu anaendelea kuwa pamoja nasi kwa njia ya Ekaristi Takatifu, pia kwa njia ya neno lake. Baada ya Alhamisi Kuu inafuata siku ya Ijumaa Kuu ambayo ni ya muhimu zaidi kwetu sisi, ambayo ni siku ya unyamavu. Kwa ujumla ni siku ya unyamavu, kukaa kimya, kuzama ndani ya mtima wa mioyo yetu tukitafakari matendo makuu ya Mungu ambaye anatutendea sisi wanadamu. Ni siku ya kutafakari mateso na kifo cha Kristo kinachotuletea ukombozi. Kwa kawaida Ijumaa Kuu kanisa haliazimishi sadaka ya misa takatifu. Na hii ni kwa sababu ni siku ambapo Kristo mwenyewe amejitoa, yuko msalabani. Hivi kanisa haliazimishi sadaka ya misa takatifu. Na unyamavu huu wa Ijumaa Kuu hudumu hadi Jumamosi Kuu, hadi usiku mtakatifu, ndipo mashangilio yanaanza, yaani mkesha wa Pasaka. Ni desturi kila mwaka Baraza la Maaskofu kuja na ujumbe maalum. Ujumbe wa mwaka huu una maana gani?
Kwa nini maaskofu wanatusisitiza kusimama imara katika imani? Ni kwamba Wakristo wengi tumekuwa tunayumbayumba mno katika maisha yetu ya kiroho. Tunahangaika mno na maisha ya kiroho. Hivi maaskofu wanasisitiza tusimame imara. Katika imani tulioipata tulipobatizwa, mafundisho tuliyoyapata yatujenge, ili imani hii tusaidie katika safari hii ambayo tunayo ya Kwaresima. Safari ya Kwaresima ni safari ya kiimani. Sisi kama mahujaji wa matumaini, bila imani hatuwezi kufika nchi ya ahadi ambayo tumeahidiwa na Mwenyezi Mungu. Hivi maaskofu wanatusisitiza tusimame imara katika imani ili tuweze kufuka pamoja na Kristo. Ujumbe wa Kwaresima 2025 uliotolewa na Baraza la Maaskofu Tanzania TEC unaongozwa na kauli mbiu isemayo simameni imara katika imani, ambao unatoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura namba 16 mstari wa 13. Ulipo tupo, twende pamoja.